umefanyika mkutano mkuu wa kikatiba wa mwaka wa chama kikuu cha ushirika wa zao la kakao KYECU, ambapo wanachama wamejadili masuala mbalimbali yanayohusu uzalishaji na uuzaji wa zao hilo na kupitisha maazimio yanayolenga kuboresha ubora wa kakao ili kuhakikisha linaendelea kupata soko la uhakika. Akizungumza katika mkutano huo, meneja wa chama kikuu cha kakao KYECU, Amani Josephat, amesema hatua ya kutaifisha kakao chafu imelenga kuwaonya wakulima wachache wasio waaminifu wanaoharibu sifa ya zao hilo sokoni. Bainika imechanganywa na mchanga, kokoto na aina nyingine ya uchafu, itataifishwa na baada ya kuchambuliwa itauzwa chini ya usimamizi wa chama kikuu na mapato yake yatakusanywa kwenye akaunti maalum ya chama kikuu. Awali akifungua mkutano huo, mgeni rasmi ambaye ni mkuu wa wilaya Kyela Bi Josephine Manase, aliyewakilishwa na katibu tawala wa wilaya hiyo, amewasilisha salamu za mkuu wa wilaya akisisitiza wakulima kuacha tabia ya kuchanganya takataka kwenye kakao, kwani hatua hiyo inahatarisha soko na kipato cha wakulima kwa ujumla. Alisema kawaambie wasiweke takataka kwenye mizigo. Amesikitika ambao mnada wa mnunuzi alilalamika alipatana na hiyo changamoto. Ona amesisitiza naomba tuwe wakali na tuwe wasimamizi wazuri kwenye hilo ili tuendelee kuuza kakao yetu. Kwa upande wake, afisa uendeshaji wa biashara wa soko la bidhaa Tanzania TMX kutoka makao makuu Bishani Mringo ametoa elimu kuhusu umuhimu wa kuzingatia ubora wa kakao ili kuendana na mahitaji ya soko la kitaifa na kimataifa. Ndugu zetu waendesha ghala, msipokee mzigo ambao sio msafi. Tutashusha utayari wa mnunuzi kuweza kushiriki katika minada yetu. Naye mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Mbeya, Elia Richard, ameielekeza bodi ya chama hicho kusimamia kikamilifu utekelezaji wa maazimio yote yaliyopitishwa, huku akisisitiza uwajibikaji na uadilifu miongoni mwa wanachama. Jukumu ambalo tunataka kufanya bodi na watendaji kwamba sasa kuviandikia AMCOS zenu, kila AMCOS barua ya maazimio ambayo mmeyafikia leo kuhusiana na ubora wa zao la kokoa. Baadhi ya wanachama waliohudhuria mkutano huo akiwemo Sikia Mwansasu wametoa mapendekezo yao wakitaka elimu zaidi kuhusu umuhimu wa kulinda ubora wa kakao ili kuongeza thamani na kipato. Chama kikuu kwa kuwa kina vitu vingi, tunataka tusambaze gunia, tunataka tununue korosho, tunataka tuuze ufuta, tunataka tuuze mbaazi, tunataka tununue kokoa. Lakini tutafanyaje hizo biashara zote pasipokuwa na mtaji wa kutosha? Ninashauri hii milioni 149 ambayo imebaki kwenye fungu la kulipa benki la CRDB, mnaonaje ingebaki kama mtaji kwenye chama kikuu? Samuel Mpogole, Hope Channel Tanzania.